Baada ya kukaribisha visa watu wenye stories za maisha ambazo zitatufundisha wengine walioyapitia, stories za kweli na visa vya kweli, huyu jamaa amenitafuta WhatsApp na kisha kashia kisa chake kama kilivyo na kifikisha kwenu. Kutoka kuwa kanisani mpaka sasa hivi kuwa mganga na mtu anaitwa makafara kwa sababu ya tamaa ya mali. Anajuta. Anasema tangia akiwa mdogo amezaliwa kwenye familia ambayo wanamwamini Mungu na wazazi wake walikuwa ni watu wa dini sana. Yeye mpaka kuwa mkubwa alikuwa mambo ya kishirikina anayesikia tu. Alikuwa hajawahi hata kuona kwa macho yake. Yeye msaada wake ilikuwa ni maombi, ni mtu ambaye alikuwa anamtegemea Mungu kama wazazi wake walivyokuwa. Hasa kwenye familia, amekulia kwenye familia ambayo ni wale watu ambao wanakuwa na ibada za kila siku jioni. Baba yake na mama yake walikuwa wakizingatia sana. Anasema amepambana kwa kipindi hicho cha umri wake, ujana wake, alifanikiwa kumiliki kiwanja, biashara yake, pikipiki. Kwa ile sehemu alikuwa ni kijana wa mfano. Mle kanisani alikuwa ni kijana ambaye ni kijana wa msaada sana kufuatana na kazi alizokuwa anazifanya. Maisha yake yalienda hivyo hadi ilipofika kipindi kile cha kuoa. Alianza utaratibu kama kawaida. Kwa sababu ni mtu wa sala, ni mtu wa kumwamini Mungu, alimwomba Mungu kwa muda mrefu sana ili aweze kujithibitishia kwamba anayeonyeshwa ndiye. Anasema katika maombi yake alikuwa anamuona binti mmoja ambaye walikuwa anasali naye na anamfahamu kwa muda mrefu. Yule binti naye alikuwa ameiva kiroho. Anasema hakuwa na skendo zozote zile. Hilo swala alipolifikisha kwa wazee wake, baba yake alikubali, lakini changamoto ilikuwa kwa mama yake. Anasema alitumia njia yoyote anayoijua ili mama yake amkubali yule binti, lakini ilishindikana. Alipata nguvu kutoka kwa baba yake kwamba usimsikilize sana mamako, kwa sababu huyo mwanamke utakayekaa naye ni wewe. Kwa hiyo kinachotakiwa anza kufanya utaratibu, kila kitu tutakutolea. Anasema kwa nguvu ya baba yake, mama yake akiwa anaendelea kupinga na huko akiendelea kumuongelea maneno ya kumtisha, lakini yeye kwa sababu alikuwa yuko na baba yake, ilibidi afanye utaratibu huu. Sema alienda kwenye utaratibu wa kanisa, wakawaambia, wakafanya utaratibu, wakakutanishwa na yule binti. Haikuwa kazi rahisi kumpata yule binti kwa sababu alikuwa na misimamo yake. Walienda wazee wa kanisa na watu tofauti tofauti, lakini ilishindikana. Walienda mpaka ndugu zake. Alipogundua kwamba jamaa yuko serious anataka kumuoa, ndipo alipokubaliana na hilo swala. Utaratibu ulianza kufanyika kama kawaida za kanisa lao zilivyoruhusu, wakavishana pete ya uchumba mpaka hadi walifika kwenye hatua wakafanya na harusi. Changamoto za hapa na pale na mamake zilikuwepo, mvutano wa kutokumkubali yule binti, lakini mwishoni akaja kuonyesha kwamba amemkubali, lakini sio kwa moyo wote. Anasema maisha ya ndoa yalianza. Wanaendelea vizuri, wakaanza na mke wake na wao wakachukua ule utaratibu wa ibada walizokuwa wanazifanya wazazi wao, basi nao wakaendeleza kwenye familia yao. Anasema kiukweli walikuwa ni watu wa moto sana. Lakini hali katika uchumi wake ilianza kubadilika alipoingia kwenye ndoa. Anasema matatizo yalifuruliza, mke wake akawa anaumwa, mambo yakawa hayaendi, biashara yake ikawa inashuka. Hadi aliingia kwenye changamoto, aliuza kiwanja alichokinunua kipindi cha ujana wake. Changamoto kubwa aliyokuwa anaipata, alikuwa anashauriwa kwamba achane na huyo binti kwa sababu ndiye anayemletea hayo matatizo. Anasema mamake alivyoona mtoto wake hali inazidi kuwa mbaya, alijaribu kumpeleka kwa babu zake na ndugu zake kuambia kwamba wamshauri kwamba huyo binti hafai, kitu kinachotokea ndio hivyo. Anasema mtaa mzima walikuwa wanamshambulia yule binti kwamba baada yeye kuingia kwenye ndoa ndo matatizo yameanza. Anasema kwa muda wa miaka 5 walikaa bila kupata mtoto. Changamoto zilikuwa nyingi sana, lakini walivumiliana hivyo hivyo. Anasema walipambana wawezavyo. Walishauriwa kwa namna inavyowezekana kwamba waende kwa waganga ili waweze kupata watoto kwa sababu hali sio ya kawaida. Anasema vita ilikuwa ni nzito sana kwa kipindi hicho. Anasema lakini wenyewe hawakusubutu, na kwa nguvu ya baba yake kwamba inatakiwa ujikaze kwa sababu ni mwanaume, ulichagua huyo mwanamke, ujikaze naye, na kama mlianza na Mungu mmalize na Mungu. Msije mkajichanganya na mambo mengine. Anasema alishauriwa na watu wa karibu sana kwamba labda inatakiwa wajaribu kwa waganga. Yeye na mke wake walikaza msimamo kwamba ipo siku Mungu atawapa. Anasema ilifika hatua mke wake alichoka na akasema kwamba azae na mwanamke mwingine. Lakini jamaa anasema yeye alijikaza akasema kwamba shamuoa mke huyo, hajawahi kuwa na tabia hizo kabla hajaoa. Basi alimwamini Mungu, Mungu atajibu. Anasema baada ya miaka 5 Mungu akajibu, akapata mtoto wa kwanza. Miaka mingine wakawa wamepata jumla watoto 2. Changamoto ya uchumi ilibadilika sana kwenye maisha yake. Akawa anahangaika, hali inazidi kuwa mbaya. Anasema biashara yake ikawa imekufa, kabaki